Jambo na karibu katika taarifa zetu za habari za mchana wa leo tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha unajiabone, una comment vile vile, una partage na kusengeli manasema, una subscribe, una like na comment pia una share ili habari iendelee kuwafikia walio wengi. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina ni Idi George, nikiendelea kutangazia kupitia mtandao wetu wa YouTube. Na katika taarifa yetu ya habari ya mchana wa leo tuongelea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan habari za vita vinavyoendelea kati ya waasi wa M23 na makundi ya wazalendo, vile vile matukio mbalimbali tofauti kutoka mashariki mwa DRC, na kumwisho habari vile vile tutakuunga na habari za kimataifa. Baki nasi mwanzo hadi mwisho, sauti yetu, habari zako. Mapigano makali yameripotiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Lwiro lililoko ndani ya wilaya ya Kabare karibu na Katana mkoani Kivu Kusini. Taarifa kutoka vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa mapigano hayo yalianza mapema asubuhi ya leo Jumamosi tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2026 majira ya saa 1 asubuhi. Kwa mujibu wa mashahidi walikuwako eneo la tukio, mapigano hayo yalihusishwa na wanamgambo wanaojulikana kama wazalendo wakishirikiana na jeshi la serikali yani FARDC dhidi ya makundi ya waasi ya AFC M23. Inadaiwa kuwa pande hizo mbili zimekuwa zikishambuliana kwa kutumia silaha nzito na nyepesi, hali iliyosababisha milio mikali ya risasi kusikika katika baadhi ya maeneo karibu na kituo cha utafiti cha Lwiro. Eneo la Lwiro ambalo linajulikana kwa uwepo wa taasisi za utafiti wa kisayansi na kilimo, sasa limegeuka kuwa uwanja wa mapambano, jambo linalozua hofu kubwa kwa wakazi wa eneo hilo. Wananchi wengi walilazimika kukimbia makazi yao wakitafuta hifadhi katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, huku wengine wakijificha majumbani mwao bila msaada wowote. Mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa eneo hilo wametoa tahadhari kuhusu hatari wanaokabili raia wasiokuwa na hatia, wakisitiza haja ya kuchukuliwa kwa hatua za haraka ili kulinda maisha ya watu au kulinda raia ambao wanaendelea kuathirika. Wanasema kuwa hali ya usalama inaendelea kuzorota kwa kasi na kwamba huduma muhimu kama vile usafiri, shule, vituo vya afya vimeathirika vibaya. Hadi kufikia sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya vifo au majeruhi, lakini hofu inaendelea kuongezeka kutokana na ukali wa mapambano yanayoendelea. Mawasiliano katika baadhi ya maeneo yamekatika, jambo linalofanya iwe vigumu kupata taarifa sahihi za haraka kuhusu hali halisi ilivyo. Serikali ya mkoa wa Kivu Kusini bado haijatoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo, huko juhudi za kuthibitisha undani mapigano hayo zikiendelea. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuendelea kwa mapigano katika maeneo ya raia kunaweza kuongeza zaidi mzozo wa kibinadamu ambao tayari umeathiri maelfu ya watu katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano haya yanakuja katika kipindi ambacho hali ya usalama katika eneo la Kivu inaendelea kuwa mbaya, huku makundi mbalimbali ya waasi yakizidi kushindana udhibiti wa maeneo muhimu. Hali hii imekuwa ikiathiri kwa kiasi kikubwa maisha ya wananchi, huku uchumi wa eneo na juhudi za kuleta amani ya kudumu. Kwa sasa wakazi wa Lwiro na maeneo ya jirani wanaendelea kuishi kwa hofu, wakisubiri hali ya utulivu irejee, huku wito ukitolewa kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano na kutafuta suluhisho la amani. Kindi na habari kutoka huko mkoani Ituri ambako takriban 60% ya vijana katika mkoa wa Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakabiliwa na tatizo la ukosefu wa ajira. Hayo ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na idara ya kazi katika ngazi ya mkoa huo. Hali hii inaonyesha ukubwa wa changamoto ya ajira kwa vijana katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, idadi kubwa vijana waliomaliza masomo yao iwe sekondari au vyuo wanashindwa kupata ajira rasmi, jambo linalowaacha wengi wao katika mazingira magumu ya kiuchumi na kijamii. Wengi wao wanalazimika kujihusisha na kazi zisizo rasmi au zenye kipato kidogo, huku wengine wakikosa kabisa shughuli za kuwapatia riziki.
Wataalamu wa masuala ya ajira wanasema kuwa sababu kuu zinazopelekea hali hii ni pamoja na ukosefu wa uwekezaji wa kutosha, uhaba viwanda, pamoja na hali ya usalama isiyotabirika inayokumba eneo la Ituri kwa muda mrefu. Migogoro ya mara kwa mara imekuwa ikizofisha shughuli za kiuchumi na kuwakatisha tamaa wawekezaji wanaoweza kufungua fursa za ajira. Mfumo wa elimu nao umetajwa kuchangia katika tatizo hili, ambako mara nyingi uendani na mahitaji halisi ya soko la ajira. Vijana wengi wanahitimu wakiwa na maarifa na kinadharia zaidi kuliko ujuzi wa vitendo vinavyohitajika katika sekta mbalimbali. Baadhi ya vijana waliozungumza na vyombo vya habari wameelezea hali yao kuwa ngumu, wakisema kuwa wanakosa matumaini ya kupata ajira licha ya juhudi wanazozifanya. Wengine wanaonya kuwa ukosefu wa ajira unaweza kusababisha kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu au hata kuvutia vijana kujiunga na makundi ya waasi. Kwa upande wake, idara ya kazi ya mkoa inaeleza kuwa kuna mipango inayoendelea ya kuhamasisha mafunzo ya ufundi stadi pamoja na kusaidia vijana kujiajiri kupitia miradi midogo midogo. Hata hivyo, imekiri kuwa juhudi hizo bado hazitoshi kukabiliana na ukubwa wa tatizo hilo. Mashirika ya kiraia yametaka serikali kuongeza uwekezaji katika sekta zinazoweza kutoa ajira kwa wingi kama vile kilimo, ujenzi na biashara ndogo ndogo. Pia wamehimiza kuwepo kwa sera madhubuti zitakazoweka mazingira bora kwa vijana kushiriki kikamilifu katika uchumi. Kwa ujumla, hali ya ukosefu wa ajira kwa vijana katika eneo la Ituri, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inaendelea kuwa changamoto kubwa inayohitaji suluhisho la haraka na la kudumu ili kuzuia athari zake kwa jamii na mustakabali wa kizazi kijacho. Wa pole na faraja umetolewa kwa wakazi wa mji wa Uvira ulioko mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia maafa yaliyosababishwa na kufurika kwa mto Kalimabenge. Tukio hilo limetokea siku ya Ijumaa, ambapo maji ya mto huo ulivuka kingo zake na kuingia katika makazi ya watu na kusababisha madhara makubwa kwa jamii. Kwa mujibu wa taarifa za awali, takriban watu 10 walipoteza maisha, huku miili 4 tayari ikiwa imepatikana. Watu wengine bado wanaripotiwa kutoweka na juhudi za uokoaji zinaendelea ili kuwatafuta. Mbali na vifo hivyo, zaidi ya nyumba 100 zimeharibiwa vibaya na maji hayo, jambo lililosababisha familia nyingi kubaki bila makazi. Wengi wa waathirika sasa wanahitaji msaada wa dharura, ikiwa ni pamoja na chakula, malazi ya muda pamoja na huduma za afya. Akizungumza kufuatia tukio hilo, Babu Rukengeza, mwanzilishi wa sheria la Action pour bien-être et la recevabilité, alitoa ujumbe wa rambirambi na mshikamano kwa waathirika. Alisema kuwa tukio hilo limeacha majeraha makubwa kwa familia nyingi na kusisitiza umuhimu wa kusaidia waathirika katika kipindi hiki kigumu. Na kuya ujumbe wake ilisema natoa pole kwa wananchi wote waliokumbwa na janga hili. Kufuatia kufurika kwa mto Kalimabenge, familia nyingi zimeathirika vibaya. Nyumba zimeharibiwa, watu hawajulikani walipo na maisha ya watu yamevurugika kabisa. Mawazo yetu yako pamoja na waathirika wote na ndugu zao. Mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa eneo hilo wameanza kutoa wito kwa serikali na wadau wa kibinadamu kuchukua hatua za haraka ili kutoa msaada kwa waathirika. Anasisitiza umuhimu wa kuwepo kwa mipango madhubuti ya kukabiliana na janga la asili, hasa katika maeneo yanayokumbwa mara kwa mara na mafuriko. Wakazi wa Uvira wameeleza hofu yao kutokana na matukio ya mara kwa mara ya mafuriko yanayosababishwa na mvua kubwa, wakitaka hatua za kudumu zichukuliwe ili kudhibiti mito na kuzuia madhara kama haya yasijirudie. Kwa sasa hali katika maeneo yaliyoathirika inaendelea kuwa ngumu, huku juhudi za uokoaji na msaada zikiendelea. Leo sisi matangazo yetu kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi tunakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu.
Mkuu wa mojawapo ya kampuni kubwa zaidi duniani ya kuzalisha mbolea ameonya kuwa kuendelea kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz huenda kukasababisha uhaba wa chakula. Katika mahojiano na BBC, Svein Holster wa kampuni ya Yara amesema wakulima kutoka mataifa maskini ndio watakaoathirika zaidi na kutatizika kwa mfumo wa uzalishaji na usambazaji wa mbolea uliochochewa na mzozo wa Mashariki ya Kati. Bei ya mbolea imepanda kwa 80% tangu kuanza kwa vita vya Iran. Elizabeth Kazibure anaarifu zaidi. Kukatizwa kwa upatikanaji wa mbolea na viambato vyake muhimu kutokana na vita vinavyoendelea nchini Iran kunaweza kusababisha upungufu wa hadi milo bilioni 10 kwa wiki duniani kote, na athari zake itazikumba zaidi nchi maskini. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Yara, Svein Tore Holster, ameiambia BBC kwamba kwa sasa hadi tani 500,000 za mbolea ya nitrogen hazizalishwi duniani, na hali hii itaathiri kwa kiwango kikubwa zaidi nchi maskini ambazo ndizo zitakazopata pigo la na kuhatarisha uzalishaji wa chakula duniani. What does that mean for food production? Ina maana gani kwa uzalishaji wa chakula? Kwa kutumia makadirio ya kawaida katika hilo, ingeweza kufikia hadi milo bilioni 10 ambayo haitazalishwa kila wiki kutokana na ukosefu wa mbolea. Misimu ya upandaji wa mazao hutofautiana katika sehemu mbalimbali za dunia. Pamoja na hayo, Uingereza haiwezi kukumbwa na uhaba wa chakula. Gharama zinazoongezeka zinazowakabili wazalishaji wa chakula zinatarajiwa kuanza kujitokeza katika baadhi ya bidhaa. Zaidi ya hayo, huu ndio msimu wa kilele wa upandaji, ili hali barani Asia wakulima ndio wanaanza shughuli hizo. Nchi zilizo katika hali dhaifu zaidi kiuchumi ndizo zitakazoathirika kwa kiwango kikubwa. Baadhi ya maeneo hayo ni kusini mwa jangwa la Sahara, India, pamoja na baadhi ya sehemu za Asia ya kusini mashariki. Hapa tunazungumzia usalama wa chakula, si tu kupanda kwa bei ya mbolea. Tunazungumzia uwezo wa kuzalisha chakula cha kutosha kulisha idadi ya watu. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kiuchumi, athari za upungufu wa mbolea barani Asia hazitaonekana mara moja katika bei za chakula hadi mwishoni mwa mwaka, wakati ambapo mavuno yaliyopaswa kupandwa katika msimu wa masika yatakapokuwa madogo kuliko ilivyotarajiwa au kutopatikana kabisa. Profesa Paul Teng, mshiriki mwandamizi katika masuala ya usalama wa chakula nchini Singapore, amesema kuwa baadhi ya nchi huenda zikawa na mbolea ya kutosha kwa msimu wa upandaji kwa sasa, lakini ikiwa mgogoro huu utaendelea kwa muda mrefu zaidi, tutashuhudia athari kwa mazao kama vile mpunga katika miezi ijayo. Kauli za Profesa Paul zinaungwa mkono na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambaye ameweka bayana hatari inayotukabili kuhusiana na kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. I'm deeply concerned about the curtailment of navigational rights and freedoms in the area of the Strait of Hormuz. Nina wasiwasi mkubwa kuhusu kupunguzwa kwa haki na uhuru wa usambazaji katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz, hali inayozuia usafirishaji wa mafuta, gesi, mbolea na bidhaa nyingine muhimu. Hali hii inavuruga masoko ya nishati, usafirishaji, viwanda na chakula, na kudhoofisha uchumi wa dunia kwa ujumla. Kama ilivyo kwa kila mzozo, ubinadamu wote unalipa gharama yake. Madhara yake tutaendelea kuyahisi kwa muda mrefu ujao. Holster amesema wakulima duniani kote wanakabiliwa na msururu wa changamoto nzito, huku akieleza kuwa bei wanazopata kwa mazao yao bado hazijarekebishwa ili kuendana na gharama kubwa wanazokumbana nazo, ikiwemo ongezeko la gharama za nishati. Dizeli kwa ajili ya matrekta vinaongezeka bei, pembejeo nyingine za kilimo zinapanda gharama, na bei ya mbolea inaongezeka pia. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, takriban theluthi moja ya mbolea duniani kama vile urea, potashi, amonia na fosfeti kwa kawaida husafirishwa kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Kuendelea kwa mzozo huo kunaweza kusababisha uhaba mkali wa upatikanaji wa chakula kati ya mataifa tajiri na yale maskini. Katika bara la Asia na ukanda wa Pasifiki, ukosefu wa uhakika wa chakula unatarajiwa kuongezeka kwa 24%, ikiwa ni ongezeko kubwa zaidi kwa kulinganisha na maeneo mengine duniani. Nchini Uingereza, shirikisho la chakula na vinywaji limetabiri hivi karibuni kuwa mfumuko wa bei ya vyakula unaweza kufikia 10% kufikia mwezi Disemba. Swali linalojitokeza ni endapo hatutakuwa na uhakika wa chakula, je, kutakuwa na utulivu wa kijamii? Je, kutakuwa na uthabiti wa kiuchumi? Haya ni maswali
maswali ambayo mataifa yanapaswa kuanza kuyatafakari kwa kina na kuyakabili ipasavyo. Maswali mazito yanahitaji majibu mazito. Tukiwa bado tumetuama kwenye mzozo huo wa Mashariki ya Kati, maafisa wa jeshi la anga la Uingereza walioko kwenye kambi moja ya kijeshi nchini Iraq wamedungua takriban ndege 100 zisizo na rubani kutoka Iran. Hii imefanyika katika muda wa miezi miwili ambapo kumeshuhudiwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kabla ya kusitisha mapigano, eneo hilo lilikuwa likilengwa na makombora na karibu ndege zisizo na rubani 30 kwa siku. BBC ni shirika la kwanza la habari kutembelea kambi hiyo yenye vikosi vya Uingereza na Marekani tangu mzozo huo uanze. Taarifa ya Jonathan Bell inawasilishwa na Peter Mwangangi. Iran is left. Tunasafiri na jeshi la angani la Uingereza hadi katika moja ya kambi za kijeshi za mataifa ya magharibi ambazo zililengwa kwenye mashambulizi ya Mashariki ya Kati. Kwa sasa hali ya usitishaji vita ipo, lakini hata kabla tu ya ndege tuliokuwa ndani kutua ardhini, kulikuwa na dhihirisho la wazi kwamba tishio la mashambulizi bado lipo. Ndege isiyokuwa na rubani imeonekana punde tu kukashuhudiwa milipuko. Wakati huu ikilenga vikosi vya Iraq vilivyo karibu. Lakini kabla ya makubaliano ya kusitisha vita, kambi hii ilikuwa ikishambuliwa mara kwa mara. Vikosi vya Uingereza na Marekani bado vimechukua tahadhari ya hali ya juu. Haturuhusiwi kusema kambi hiyo iko wapi isipokuwa Iraq, lakini katika kilele cha mzozo walikuwa wakilengwa mara 28 kwa siku, na hapa ndipo walipotumia muda wao mwingi. Mahandaki yaliyodhabiti. You are lying face down flat. Umelala kifudifudi huku ving'ora vikilia na kelele zikiwa juu sana, na kisha baadaye unaona athari iliyotokea. Unasikia silaha nzito zikipiga karibu naye na ni vigumu sana. Huu ndio mfumo wa ulinzi wa anga ambao umewasaidia wanajeshi hapa. Kwa kutumia kombora la masafa mafupi, tayari imeangusha ndege nyingi zisizo na rubani. Tunarekodi filamu gizani kwa sababu za kiusalama. Hawataki kuangazia maeneo yoyote ya kambi hii. Ili tu kukupa hisia ya tishio, hapa wamedungua zaidi ya ndege zisizo na rubani 100 kwa zaidi ya mwezi mmoja kwa kutumia mfumo huu juu ya mlima unaoitwa Rapid Sentry. Wanajeshi wa Uingereza wana sekunde chache za kugundua, kufuatilia na kuharibu ndege zisizo na rubani zinazoingia na kuweka maisha yao hatarini. Tumeombwa tusionyeshe nyuso zao. Tulikuwa na ndege zisizo na rubani 14 kwa usiku mmoja. Huo ulikuwa mkakati wa mara kwa mara wa kuingia, kuweka kombora kwenye bomba na kulenga tena. Lakini kwa ile kasi, hata wakati wa mchana unapotarajia zishambulie usiku, bado ni kubwa. Je, umewahi kulenga maeneo ya karibu? Ndiyo, kadhaa. Unaweza kutuambia chochote kuhusu hili? Siwezi kukufafanulia kwa undani, lakini tumekuwa na makabiliano kiasi. Marekani na Wamarekani wamekutana na mashambulizi hayo pia. Ziara hii fupi iliwezekana kwa sababu ya kusitishwa kwa vita. Imekuwa fursa kwa mkuu wa jeshi la angani la Uingereza na waziri wa ulinzi kutoa sifa zao na kupinga madai ya Rais Trump kwamba Uingereza imekuwa ikikosa kushiriki. Tumesaidia kuwaondoa wa Marekani katika hatari. Tumesaidia kuwalinda na wao wamesaidia kutulinda. Hii ni mwelekeo wa kujilinda kwa mtazamo wetu. Tutabaki katika hali hii ya kujilinda, lakini uhusiano ni imara. Marekani na Uingereza walikuwa wakifanya kazi pamoja hapa muda mrefu kabla ya vita hivi kuanza. Lakini dhamira yao kuu imekuwa kupambana na kundi la ISIS, ila bado haijulikani wazi kama hawako hatarini. Hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya siku ya leo tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2026. Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ni wakisha tunaletea habari sahihi tena za kuaminika tena kwa muda muafaka. Na basi endelea kuwa na baki nasi katika taarifa zetu za habari za kila siku. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za asubuhi kesho na asubuhi saa 12 kwa ujumla.